nina muda mchache, tajitahidi nione naweza kafikisha wapi. Somo letu linaitwaje? Moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Somo hili nilikuwa nimeliandaa na vipengele 5. Mungu anisaidie nione naweza kupitia vipengele vingapi. Kipengele cha kwanza nitamani niongelee moto wa asili. Moto wa asili. Kipengele cha pili ni moto wa Mungu. Na kipengele cha tatu, sifa za moto wa Pentekoste. Sifa za moto wa Pentekoste. Kipengele cha 4, makusudi ya moto wa Mungu. Poleni mnaoandika, na jaribu kwenda kwa haraka kidogo, lakini kama nitakuwa nimekuacha utafuatilia kwenye YouTube yetu. Tunaruka kwenye YouTube. Ukiandika kwenye simu yako PCCT Online TV unayapata haya mafundisho yote. Amen. Utaiona na hii baada yetu kiendelea. PCCT Online TV au naandika Bishop Frederick Simon. Kipengele cha 4, sifa za moto wa Pentekoste. Ya 3, ya 4, makusudi ya moto wa Mungu. Na kipengele changu cha 5 ni jinsi ya kuupata moto wa Mungu. Sema amen. Ngoja nirudie kwa haraka. Kwanza, moto wa asili. Hivi ni vipengele ninavyotaka kuzungumza. Pili, moto wa Mungu. 3, sifa za moto wa Pentekoste. 4, makusudi ya moto wa Mungu. Na 5, jinsi ya kuupata moto wa nani? Wa Mungu. Katika Biblia yangu ninapoisoma ninaona kuna aina 4 za moto. Hivi moto unakuwaga na wingi? Moto ni moto. Kuna aina 4 za moto. Aina ya kwanza ni huu moto unaoitwa moto wa Mungu. Lakini kuna aina ya pili unaitwa moto wa Jehanamu. Wengine wanaita Jehanamu, lakini ni Jehanamu kwa mujibu wa Biblia. Jehanamu. Aina ya 3 ni moto wa asili, yaani moto huu wa kawaida tunaotumia hata nyumbani kwetu. Lakini aina ya 4 ni moto wa mateso. Moto wa mateso. Moto wa Mungu na moto wa Jehanamu ni vitu viwili tofauti. Moto wa Mungu unawahusu wana wa Mungu, wale ambao ni taifa la Mungu mwenyewe, waliookoka. Wale ambao hawajaokoka wanapata moto unaoitwa moto wa Jehanamu. Nasikika vizuri? Lakini wote pamoja, waliookoka na tusiookoka, tunatumia moto wa asili. Lakini pia kuna moto unaowahusu tena waliookoka peke yao, unaitwa moto wa mateso. Kisoma mahali panaposema, tuwekee kwanza, ngoja nisome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 12. Hapo sijaanza somo langu, nataka uone kuhusiana na huu moto. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 na mstari wa 12. Biblia inasema nini? Biblia inasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Kumbe huu ni moto unaokuja kutujaribu. Hivi watu wa mataifa ambao hawajaokoka wanajaribiwa? Wanaojaribiwa ni watu waliookoka. Maana ni imani ndio inayojaribiwa, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Kwa hiyo majaribu au mateso, maumivu, mapito, changamoto, unapokuwa umeokoka
zinaweza zikaja kama moto. Sema kwa nguvu amen. Andiko letu kuu sasa, naomba tuwekee andiko letu kuu kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Mungu anisaidie, niko najaribu kwenda kwa haraka. Sasa naweza nikajikuta ninakosea. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7. Mtu wa screen tuweke hapo haraka tusome kwa pamoja. Mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Lakini msisitizo wangu nitaweka kwenye mstari wa 3. Naomba tusome wote 1, 2 twende kama mnaweza kusoma. Basi Suleimani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana. Umeijaza nyumba ya Bwana. Kumbe moto unasababisha utukufu wa Bwana ujae ndani ya nyumba ya Bwana. Mstari wa 3. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, ulipokuwa juu ya nyumba, wakafanya nini? Wakasujudu kifulifuli hata nchi, alafu wakaabudu. Haleluya. Wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Piga kelele useme amen. Piga kelele tena, sema amen. Hapa katika mstari huu wa 3 tunaona vitu vitatu. Kitu cha kwanza kilichotangulia ni moto. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule nini? Moto. Na ule moto ulishuka kutoka kwa Bwana mwenyewe. Ndio maana tunauita ni moto wa Bwana. Hiki kilikuwa ni kitu cha kwanza. Baada ya moto kushuka, kilichofuata ilikuwa ni nini? Utukufu wa Bwana. Utukufu wa Mungu ukafuata. Moto unatangulia, unafuata utukufu. Na baada ya utukufu kushuka, pale tunasoma utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Baada ya moto, utukufu wa Bwana unashuka. Na baada ya utukufu sasa, watu wanasujudu kifudifudi. Lakini ninachotaka kuchukua ni hili neno, wakaabudu. Baada ya moto, kwanza inaanza moto, inafuata utukufu wa Mungu. Baada ya utukufu wa Mungu, watu wanaingia kwenye ibada. Watu wanamwabudu Bwana. Unapomwabudu Bwana sasa, hauangalii heshima yako tena. Unaweza kuanguka kifudifudi, unaweza kusujudu. Heshima yako unaweka kando, maana utukufu wa Bwana uko mahali pale. Piga kelele, sema amen. Tumesema mambo mangapi tunayaona hapa? Jambo la kwanza, moto wa nani? Moto wa Mungu unaonekana. Kitu cha pili, baada ya moto wa Bwana kinachofuata ni nini? Utukufu wa Mungu. Baada ya utukufu wa Mungu, watu wanafanya nini? Wanaabudu. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza nikuambia, hakuna ibada nzuri, hakuna ibada ya baraka, hakuna ibada ambayo tunaweza tukaifurahia hata tungeshinda kutwa nzima kama ibada ambayo mnaifanya katika utukufu wa Mungu. Na ule utukufu wa Mungu ili uche, inahitajika moto. Hebu sema moto. Moto unapokuja, unaushusha utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, ngoja nije kipengele changu cha kwanza kuhusu moto wa asili. Moto huu wa kawaida tunaotumia, tunaweza tukachukulia mfano tukapata picha ya moto wa Mungu pia. Kwanza, moto huu wa kawaida unasababisha joto. Naenda kwa haraka kidogo, samahani, na kimbia na muda. Husababisha nini? Joto. Lakini moto pia unatumika kupikia chakula. Chakula kizuri kinapikwa kwenye moto. Lakini jambo la
tatu, moto kazi yake ni kuchoma mapori. Unaunguza mapori kwenye pori. Kabla ya kulima shamba, unachoma mapori ili nyoka, nge wakimbie, ubaki salama. Moto. Lakini jambo la tano, moto unateketeza taka. Kila namna ya takataka ambazo zimekuwepo zinaharibiwa kwa njia ya moto. Na jambo la tano, moto, kama ukichukua dhahabu ukaipisha kwenye moto, inatakatisha dhahabu. Moto maana yake ni unasafisha na kuondoa uchafu kama uko kwenye dhahabu. Naeleweka vizuri? Na jambo la tano, moto kazi yake nyingine ya sita, kazi nyingine ya sita ya moto ni kuwavuta watu. Utashindwa kunielewa hilo point. Hivi ukisikia kuna moto unawaka, nyumba fulani inawaka moto, si watu utaona wanakimbilia wanaenda huko? Si ndio maana yake? Kwa maana kwamba ule moto watu wanakimbilia wakaone kuna nini. Ngoja nirudie haraka. Kazi ya moto huu wa kawaida, kwanza unasababisha joto. Lakini jambo la pili, moto huu unatusaidia kupikia chakula. Tunapata chakula cha kimwili kwa kupikwa kwenye moto. Lakini jambo la tatu, moto kazi yake ni kuchoma mapori ili mashamba yawe wazi. Nyoka wote, mijusi yote, panya wote vinavyoharibu mashamba viondoke, kwa sababu moto umewaka. Lakini jambo la nne, moto kazi yake ni kuteketeza takataka. Mle shambani umeshachoma mapori, hakuna nyoka, hakuna mijusi, hakuna kenge, lakini bado kuna takataka. Moto unaweza ukalima ukachoma tena takataka. Jambo la tano, moto kazi yake ni kuondoa uchafu kwenye dhahabu. Moto kazi yake ni kusafisha. Jambo la sita, moto unawavuta watu. Inapotokea kitu fulani kinaungua, watu wanakiona, wanakimbia kuelekea mahali ambapo moto upo. Kama unanielewa vizuri sema amen. Kama unanielewa vizuri paza sauti yako tena sema amen. Moto wa Mungu unafanana sana na huu moto ambao tunauzungumzia, moto wa kawaida. Nikuachie tu nafasi wewe mwenyewe, unaweza kutafakari huu moto wa Mungu katika vipengele hivi sita. Naweza nikautafsirije kiroho? Kiroho ninaweza nikautafsiri namna gani? Ngoja nipitie kidogo kwa haraka. Husababisha joto. Hivi mnajua huwa kuna na joto la rohoni eti? Hapa nimeona sifa zimewaka, maombi yamewaka, watu walikuwa wameshasikia joto la rohoni. Lakini chakula, moto unapikia chakula. Kama tuna moto wa Mungu, kipo chakula kingine cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Mahali ambapo kuna moto, unapata chakula kizuri, chakula kilichoiva, chakula kitamu cha neno la Mungu, chakula cha kiroho kinapikwa na moto wa Mungu. Piga kelele sema amen. Lakini jambo la tatu, mapori kwenye mashamba yanateketezwa na moto. Kama kuna mahali ambapo tunajikuta wameingia nyoka, wameingia kenge, vyura ili kulisumbua kanisa la leo linahitaji moto ili vyura viondoke, ili kenge wakimbie, ili nyoka wasikae. Leo hii kuna mitume, kuna manabii, kuna wachungaji, kuna washirika, kuna waimbaji, kuna waombaji ambao hawaji kwa lengo la kumtumikia Mungu kweli kweli. Wamekuja kama mawakala ndani ya nyumba ya Bwana. Inahitajika moto wa Bwana wake. Moto wa Bwana ukiwaka, kila namna ya takataka, kila namna ya mjusi, kila namna ya nyoka anakimbia kwa jina la Yesu. Unaona leo hivi tunaanza kuwalaumu sana manabii, mitume wameharibika na nini. Sisi hatuna haja kugombana nao. Tunachokihitaji ni nini? Tukiwa na moto wa Mungu
utaharibu kazi za shetani. Kwa vyovyote vile inawezekana. Piga kelele, sema amen. Okay, unaweza kuendelea na mambo mengine, lakini ngoja nije kipengele cha pili. Moto wa Mungu pia unaitwa ni moto wa kiroho. Moto wa kiroho, kazi yake nini? Ngoja nikupe mambo machache yanayofanywa na huu moto wa Bwana au moto wa Mungu. Nikupe mambo manne kwa haraka. Jambo la kwanza, moto wa Mungu huwapa watu nguvu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Moto wa Mungu huwapa watu nguvu kwa ajili ya nini? Ya kazi ya Mungu. Lakini jambo la pili, moto wa Mungu husababisha joto la kiroho mahali palipopoa. Hivi mlishawahi kuona makanisa mengine, yani hata kusema Bwana asifiwe hawaitiki hata kuitika, yani wanakuangalia wamejichokea zao. Hamjawahi kuona kitu cha namna hiyo? Ukisema tusifu, yani bora ujitahidi imbisha hata tenzi, wataitikia hata kwa mbali. Lakini sifa za namna hii hawataki. Moto wa Mungu unasababisha joto la kiroho. Jambo la tatu, moto wa Mungu unasababisha mavuno mengi ya kiroho. Mavuno mengi ya kiroho. Mahali ambapo kuna moto wa Mungu, mavuno yanapatikana. Mimi sijawahi kuwa mkulima sana, lakini ninajua kuna kipindi, kuna msimu ambapo wakulima wanachoma mapori. Alafu wanakuambia na yale majivu ya yale mapori yanasaidia kuwa mbolea shambani. Unakuta unapochoma yale mapori, ukipanda mbegu, ikipata mvua kidogo inastawi vizuri sana. Mbegu ni neno la Mungu, lakini tunahitaji pia moto ili uteketeze kila namna ya mapori. Kwa hiyo ili tupate mavuno makubwa sana ya kiroho. Jambo la nne, moto wa Mungu huteketeza uchafu katika maisha ya kiroho. Sema amen. Kama unanielewa vizuri sema amen. Ngoja nikupe andiko sasa. Yeremia sura ya 20 mstari wa 9. Yeremia sura ya 20 mstari wa 9. Naomba tusome wote tafadhali. Najua mmekuja na Biblia zenu, kopia ya maandiko tutasoma vizuri. Twende 1, 2, 3. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo. Turudie basi, basi ndipo moyoni mwangu. Tuendelee kusoma. Uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kustahimili. Piga kelele useme amen. Hebu mpe mkono uliyekaa naye, mwambie ukiwa na moto wa Mungu huwezi kujizuia kufanya kazi ya Bwana. Katika manabii wa Agano la Kale hakuna nabii aliyepata mateso makubwa kama Yeremia. Ukisoma kitabu cha Yeremia utashangaa. Yeremia amepatwa na misukosuko. Yeremia ameteswa na wafalme. Yeremia amekataliwa na ndugu zake. Yeremia amekuwa na maadui wengi sana. Mara nyingi amenusurika kufa. Mpaka Yeremia akasema, sasa mimi naamua kuiacha kazi ya Bwana. Naona hapa sio mahali sahihi, naacha kazi ya Bwana. Ndipo Biblia inasema, nikisema sitataja tena jina la Bwana, ndipo ndani yangu ninasikia kama nini? Kama moto unawaka. Yule ambaye kweli ameamua kuokoka na akaupata huu moto, hata akiambiwa acha kwaya analia. Ukiambiwa wewe acha huduma unatoa machozi. Maana sio wewe uliyejipa, ni moto wa Bwana ulioko ndani yako. Nasema ni moto wa Bwana ulioko ndani yako. Watu wanaweza kushangaa, huyu naye mbona anang'ang'ana sana? Ni nini? Sio wewe, ni moto wa Bwana unaokuhimiza. Mchana wa leo ninatamani kila mmoja wetu
baada ya neno hili udake moto wa Bwana, uondoke na moto wa Bwana, ujae moto wa Bwana. Moto wa Bwana umkalie kila mmoja wetu mahali hapa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja niangalie kidogo. Unajua Mungu wetu, tunaposema tuna moto wa Mungu, kwanza tujue tunapokuwa na Mungu, Mungu mwenyewe ni moto. Mungu mwenyewe ni nini? Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 24 inasema nini? Kwa kuwa Bwana Mungu wetu ni nini? Ni moto ulao. Mungu mwenye nini? Mwenye wivu, ambaye anaona wivu unapoacha kazi yake kwenda kufanya kazi zingine. Mungu ni Mungu mwenye wivu, yeye ni moto ulao. Piga kelele, sema amina. Na mara zote, kila mara manabii walipokuwa wakimuona Mungu katika Agano la Kale, walikuwa wanamuona kwa namna ya moto, kwa namna ya moto. Tukienda Ezekieli sura ya 8 mstari wa kwanza, Ezekieli 8 mstari wa kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa pili, pale mwishoni mstari wa kwanza kuna mkono wa Bwana. Tusome, tuanzie hapa. Mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Mnapaona huku mwishoni? Tusome mkono wa Bwana, twende wote. Ukaniangukia huko. Huo mkono ulikuwaje? Weka mstari wa pili. Ndipo nikaangalia na tazama, kana kwamba nini? Mfano wa moto. Ule mkono wa Bwana ulipomwangukia huyu Ezekieli ulikuwa mfano wa moto. Nasema mkono wa Bwana ukuangukie mchana wa leo. Mkono wa Bwana uteketeze kila namna ya takataka katika maisha yako. Mkono wa Bwana ukufanye utoke hapa umejaa moto wa Bwana. Haleluya. Ezekieli alipoutazama akaona mkono wa Bwana uliomwangukia ulikuwa mfano wa moto, mfano wa moto. Hata Yesu, Yohana alipomtazama Yesu akiwa katika roho, alimuona Yesu kama moto. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1, Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Ni Yohana anamuona nani? Anamuona Yesu katika ulimwengu wa roho. Kama theluji. Kama mwali wa moto. Huyo ni Yesu. Macho yake mwenyewe kama mwali wa moto. Sura ya 19 mstari wa 12. Sura 19 mstari wa 12. Tusome wote. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa nini? Watumishi wa Mungu sema amen. Hivi kama Yesu akiwemo ndani yako, si una haki ya kusema ndani yangu kuna moto? Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, si una haki ya kusema juu yangu kuna moto? Mkono wa Bwana ukikuzunguka, si unaweza kusema nimezungukwa na moto? Kama umekuwa na moto, juu yako kuna moto, nyuma kuna moto, mbele kuna moto, ndani yako kuna moto, na wewe lazima uwe moto. Nasema mwenyewe unakuwa moto. Haleluya, haleluya. Mnaona wale watu wanaopiga gafuawe, anachukua chuma na weka ndani ya moto. Moto wenyewe unaingia ndani ya kile chuma, chuma kinakuwa chekundu. Maana chuma ndani ya moto, moto ndani ya chuma. Kama Mungu ni moto ulao, mimi pia ni moto katika jina la Yesu. Kama Yesu ana macho kama ya moto, kama miali ya moto, na mimi pia ni kama miali ya moto kwa jina la Yesu. Na ndio maana nikwambie, huwezi kujua sisi tunapopita hata bila kuomba, pametegwa mauchawi yao. Ukipita wewe uliyeokoka, umeharibu kila kitu. Hivi mnajuaga namna ile? Haujaomba, pengine haujui hata kinachoendelea, lakini pale njia panda unapopita unakuta kuna chungu, unapiga namna, ukikuta kuna buku na okota unaweka mfukoni, ile inakusaidia kuongeza angalau nauli.
Yaani yule aliyelala pale anatega ameharibikiwa, kwa sababu kabla ya wengine moto umepita. Nasema moto umepita. Nasema moto umepita. Jina la Bwana libarikiwe. Tumekuja kuangalia namna gani tunaweza tukaupata ule moto, lakini nikwambie tu kifupi, moto umedhihirishwa. Umedhihirishwa siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu ameshuka juu ya kanisa la kwanza. Tuangalie Matendo ya Mitume 2 mstari wa 3 na 4. Kulitokea nini hapa sasa? Ule moto unadhihirishwa, moto unawekwa wazi. Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 3, naomba tusome pamoja kwa ushirikiano tafadhali. 1, 2, twende. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi uliofanya nini? Tuko tayari huu moto tukalie kila mmoja wetu mchana wa leo. Tuko tayari katika ibada hii, moto wa Bwana umkalie kila mmoja wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Twende mstari wa 4. Wote wakafanya nini? Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kufanya nini? Kutamka. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Moto wa Roho Mtakatifu ulishuka siku ya Pentekoste, na ule moto ukaharibu kila namna ya takataka ndani ya maisha ya wanafunzi wa Yesu. Kina Petro waliokuwa waoga wakaanza kuwa jasiri. Kama kulikuwa na mtu mwenye mapungufu yake, akaanza kuona anatiwa nguvu mpya kusonga mbele. Wale waliokuwa wanakata tamaa kwa sababu ya mateso ya kanisa la kwanza, wakaanza kuona ni afadhali tunyongwe, afadhali tufe, lakini tushikamane na Yesu. Ndio maana hata Yakobo alipochukuliwa na Herode akakatwa kichwa, akamkamata Petro akatupia ndani gerezani, kanisa lilisimama imara, likaomba Mungu kwa juhudi, maana lilikuwa na moto. Likasema Herode ainuke, wapinzani wapambane, hawaturudishi nyuma, tunasonga mbele, maana upo moto wa Bwana mchana wa leo. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Baba twasema, Baba twasema, twasema asante ewe Mungu wetu. Nimeongea vipengele viwili, hata hiki cha pili sikukimaliza, lakini naamini kuna kakitu medaka mchana wa leo. Amen. Tunachotakiwa kuondoka nacho katika ibada ya leo ni nini? Moto wa Bwana. Moto wa Bwana. Hakikisha unaondoka na moto wa Mungu. Yeremia akasema, pamoja na changamoto, pamoja na kuvunjwa moyo, pamoja na mateso nayopitia, pamoja na kukatishwa tamaa, nikifika mahali nikataka kuchukua uamuzi kwamba mimi sasa naviacha, silitaji tena jina la Bwana, mimi sasa nasusa, sitaki tena hili, ndipo ndani yangu nimesikia kama nini? Moto unawaka. Yule mtu ambaye ndani yake amekubali kupokea moto wa Bwana, hata kipita kwenye misukosuko, hata kipita kwenye changamoto, ana nguvu za kumsimamisha. Matendo 1 mstari wa 8 anasema, mtapokea nguvu akishakuwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, na ninyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu unakwenda mpaka Uyahudi wote, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Bwana aachilie moto juu ya huduma yako mchana wa leo. Amen. Bwana aachilie moto juu ya maisha yako ya kiroho mchana wa leo. Amen. Bwana aachilie moto juu ya utumishi wako mchana wa leo. Amen. Ili unapotembea tembea sio kama mshirika wa kawaida. Amen. Kama mshirika uliojaa moto wa Bwana. Amen. Nyosha mkono wako wa kulia juu.
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Nimeliona neno. Nimeliona neno. Ninasema wewe ni moto. Ninasema wewe ni moto. Tena moto ulao. Tena moto ulao. Sawa sawa na Waebrania. Sawa sawa na Waebrania. Sura ya 12. Sura ile ya 12. Mstari wa 29. Na mstari wa 29. Ninajua Bwana. Ninajua Bwana. Kama wewe ni moto. Kama wewe ni moto. Na umo ndani yangu. Na umo ndani yangu. Na mimi nifanyike moto. Na mimi nifanyike moto. Niharibu kazi za giza. Niharibu kazi za giza. Niharibu kazi za wachawi. Niharibu kazi za wachawi. Na mimi nifanyike moto. Mimi nifanyike moto. Nipuuze kila chochote. Nipuuze kila chochote kinachoweza kunivunja moyo. Kinachoweza kunivunja moyo. Kinachoweza kunikatisha tamaa. Kinachoweza kunikatisha tamaa. Na mimi niwe moto. Na mimi niwe moto. Ndani ya Tegeta hii. Ndani ya Tegeta. Ndani ya Dar es Salaam hii. Ndani ya Dar es Salaam hii. Ndani ya Tanzania hii. Ndani ya Tanzania hii. Watu wakiniona. Watu wakiniona. Wanione moto. Wanione moto. Wachawi wakiniona. Wachawi wakiniona. Wauone moto. Wauone moto. Wawanga wakiniona. Wawanga wakiniona. Wauone moto. Wauone moto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mmoja chukua dakika zako, omba Mungu na mwambie Bwana nitie nguvu. Bwana nijaze moto. Katika jina la Yesu Kristo. Omba. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Bwana wa uzima. Wewe ni Mungu wa milele. Wewe ni mfalme wa amani. Achilia neema yako. Achilia nguvu zako. Achilia uwezo wako. Achilia baba huyu. Achilia mama huyu. Achilia kijana huyu. Kwa jina la Yesu. Tekeleza kazi za adui. Kwa jina la Yesu, moto jia mama huyu, moto jia baba yule, moto jia kijana huyu, kwa jina la Yesu, moto ulao, teketeza kila aina ya takataka za kiroho, kila aina ya uchafu. Yesu Kristo, teketeza kama dhahabu. Asante Yesu kwa wema wako, tutoke kama dhahabu tena katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Yesu. Amen. Punga mkono wako, sema mimi ni moto. Mimi ni moto. Mungu aliyemo ndani yangu. Mungu aliyemo ndani yangu. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Na mimi ni moto. Na mimi ni moto. Naharibu kazi za shetani. Naharibu kazi za shetani. Naharibu kazi za wachawi. Naharibu kazi za wachawi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hakuna kinachoshindikana. Hakuna kinachoshindikana. Mbele ya moto. Mbele ya moto. Na mimi ni moto. Na mimi ni moto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana makofi yako. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo. Yesu. Amen. Somo langu sijalimaliza, nitaendelea nalo maana bado tuna siku za semina.